Bwana, tunaungana na wakazi wa hapa kuhusu mada ambayo inaendelea, au sio bana? Ama mada yetu ya leo ya benchi la kitaa, hivi kati ya mwanamke na mwanaume, yupi mwenye makosa akifumaniwa, mke wa mtu akifumaniwa na mume wa mtu, ama mume wa mtu akifumaniwa na mke wa mtu? Bwana, tunadondoka na wakazi wa hapa kuhusu mada ambayo inaendelea. Tusikilize komenti zao, wao wanasemaje kuhusu hili, na je, kipi ambacho wanatupa. Hii ndo maana halisi ya benchi la kitaa. Nami host wako Santana 23, ungana nami kumaliza mjadala mzima kabisa. Brother, mambo vipi bwana? Shwari. Kama kawaida. Bwana, kwa majina wanakuta nani hapa kitaani? Mimi naitwa Maulidi Rashid. Maulidi. Bwana Maulidi bwana, benchi la kitaa leo limedondoka mitaa ya Pugu Kona, au sio bwana? Mada yetu kubwa ambayo ipo leo bwana, hivi kati ya mke wa mtu akifumaniwa na mshikaji tu, hivi hapo huwa ni nani mwenye makosa? Hapo mwenye makosa ni mwanamke, kwa sababu kishikasha kubali, angekataa asinge kuwa matatizo. Ana makosa gani na wakati yeye ndo aliyetongozwa na mwanaume? Kutongoza sio tatizo. Mwanaume si ameumbwa kutongoza she. Kutongoza sio tatizo. Tatizo kukubaliwa. Angekataa fresh. Lakini alipokubali ndio shida imekuja hapo. Lakini najua kosa mwanaume, lakini sio kweli. Mwanamke ndo anakosa kwa sababu kashakubali. Huwa bwana wanasema mwanamke anakuwa hana kosa kwa sababu mwanaume huwa ni mtu ambaye anatumia nguvu nyingi labda kumshawishi. Je, hiyo kwako huwa unaamini vipi? Kwa sababu anapokukuta mume wake inakuwaga ni ngumu sana. Hiyo inakuwaje hapo? Kushawishi kwa sababu yeye anataka kushawishi ili apate anachokitaka. Ila akikomaa mwanamke kukataa inakuwa haina shida. Kwa hiyo yeye ndo mwenye kosa. Unajua bana, kuna ashikaji anaweza kaambia bana, mimi nimeolewa bana siwezi, lakini bado mshikaji anazidi kuganda hiyo. Yeye inakuwaje labda kwa mwanamke anashindwa kujizuia, ndio inatokea vitu kama hivyo. Je, imekuwaje kwa mfano ndio unakutwa na hivyo afu vishawishi vinakuwa kama hivyo, yani mwanamke kama mwanamke, kwa mwanaume kama mwanaume, tutumie nini labda kumkizi mwanamke ili asiwe na vile vitamaa labda vya kugombanisha watu kama hivyo? Unajua shida sasa kipindi hichi kuna shida sana, yani mpaka mwanaume kuvumilia eti akubali kabisa, yani akubali kabisa kwamba ashindwe, inakuwa ngumu, kwa sababu kwa kipindi hichi kilichokuwa nacho ni kigumu kidogo. Yani ni kigumu kwa dada zetu kwa sasa hivi, ni ngumu. Lakini unakuta ni mtu ambao ameolewa lakini ana ndoa nini kila kitu na mwanaume wake labda anampa kila kitu, huwa wanapata changamoto gani labda wanawake wa hivyo yani? Kuolewa sio tatizo, na hisi tamaa ndo kama hivyo, tamaa. Kuolewa sio tatizo, ni tamaa. Sasa tufanye sasa tamaa gani na wakati ana kila kitu labda kiko ndani anajaliwa? Bwana kila kitu sio shida she. Sio shida hiyo. Hiyo sio shida, tamaa tu huenda za mapenzi hivyo nini. Unaona utakuta wengine hata ndani mwanaume wake afikishi fresh nini. Unaona? Kwa hiyo akitoka nje, tunajua wanaume nje tena. Akikutana na mshindo fresh haina shida. Kwa hiyo wewe hapo ambao kwa maoni yako ni kwamba tamaa za kutokufikishwa inachangia hiyo, na tamaa tu hata za kiuchumi wakati mwingine. Tamaa za kiuchumi. Sawa ana kila kitu, lakini kuna vitu vingine viko nyeti yani kujikizi mwenyewe. Sasa kwa hapo bwana, inakuwaje sasa, au tutumie mbinu gani ili janga labda lisitokee, ama hivi vitu kama vinavyoendelea labda visitokee? Labda tutumie nini ili kumkizi mwanamke kama mwanamke? Kwa sasa hivi ngumu. Mimi kwa sasa hivi siwezi nikasema kutumia mbinu gani, lakini kwa sasa hivi ni ngumu. Ugumu wake unatokana na nini labda? Ndio hivyo, sasa hivi dunia si unajua, ndio wanasema wenyewe dunia mtandao sasa hivi. Unaona mambo yamebadilika, so tofauti na zamani. Sasa hivi mambo mengi, alafu sana mimi kwenye simu naona ndio mambo mengi yanaharibika kwenye mambo ya simu. Kwa hiyo simu zinachangia. Simu zinachangia. Yaani simu mimi nimeangalia, hata mimi sina simu ya touch, lakini naangalia misimu ya wenzangu hapa, wakati mwingine mambo yanarushwa kwenye simu sio kweli. Labda unakuta ni mke wa mtu na anajirusha labda kwenye mitandao kama hivyo. Je, mume wake huwa anaruhusu ama inakuwaje? Sasa sijajua katika wale naona kwenye simu ni wanawake za watu au wapo tu free. Hapo ndo sijaingia kiundani zaidi. Bali ningejua kwamba huyu ni mke wa mtu ningesema sijajua imekuaje mpaka anafanya vile.
Unaona? Kwa sababu wadada wengi nawaona kwenye simu, wengine mpaka yani mambo wanayofanya hata sielewi kama ni wanawake wake za watu, sielewi kabisa, kwa sababu kama mke wa mtu asingefanya vile. Na sisi kama hivyo mada yetu bana inalenga sana wanawake, kwa sababu mimi huwa naamini kwamba kama ulivyosema wewe kwamba mwanamke huwa anaweza akapata vishawishi kuingia kwenye mahusiano na msela tu. Sasa je, huo msela labda kwa mfano anaambiwa bana mimi ni mke wa mtu lakini bado anazidi kung'ang'ania mle bana mimi nakupenda si nini. Hivi mwanamke atumie nini labda kumuelimisha mtu ambao yuko tayari kwenye ndoa kama hivyo yani? Basi tufanye kitu kimoja. Mimi naomba wanaume akishafikia mwanamke kumwambia bwana mimi na mtu wangu siwezi kufanya, basi achana naye. Yaani achana naye kabisa. Asing'ang'anie sana. Lakini kuna wakati bwana mke wa mtu anaweza kukuficha kwamba hajaolewa. Au sio bana? Hajaolewa, lakini imagine siku ikatokea akafumaniwa na mume wake. Hivi hapo kati ya mwanamke ambaye hajatoa taarifa kwamba ameolewa, kwa sababu mtu anaweza akakufuata bana kumbe ni mke wa mtu, na wewe kwa tamaa kwa sababu unamhitaji anakuwa hajakwambia zile, hajafunguka, mwanaume wake ndo anakukuta sasa. Hivi kati ya hapo yupo ambaye atakuwa labda yuko sahihi labda? Sasa sijajua kwa hiyo mwanaume wamekutana juu kwa juu au anamfahamu yule mwanamke. Sometimes mwanamke bana anaweza kaa labda unajua kabisa ni mke wa mtu, lakini mwanamke tu mwenyewe labda siku anaamua kukutongoza wewe yani. Sasa hayo kukutongoza wewe tena, hayo mambo mengine tena itakuwa huyo kuna kitu amekipenda kwako. Na ndo anakutongoza lakini hajakwambia kwamba ni mke wa mtu. Ndio hapo sasa wewe unamtongoza, anayekutongoza inabidi umuulizie vizuri kwa nini amekuja hivi hapa anataka. Inabidi uulizie vizuri ushaolewa, kama anasema hajaolewa lakini sio kweli. Kwa sababu tayari amekutongoza, na kwa sababu na mwanamke akishakutongoza ujue kweli kuna kitu amekifuata. Hawezi kukutongoza hivi bure. Kwa sababu wanawake asilimia nyingi sio watongozaji. Watongozaji ni wanaume. Lakini inatokea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kule kwenye mitandao ya kijamii ndio shida sasa. Huko kwenye mitandao huko ndio shida. Ndio maana nasema mitandao ya kijamii ni shida. Mimi mitandao ya kijamii basi tu, lakini sio kweli wanavyofanya kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Neno la mwisho kwa watu ambao wanakutazama pale kwenye kamera bana, ambao na kuhusiana na hii mada ambayo tunayo leo, benchi la kitaa kama benchi la kitaa. Ushauri labda ambao unawapa Ushauri hapo, tujilinde tu wenyewe basi. Ndio hivyo nasema, yani kama mtu ataambiwa mimi mke wa mtu, achana naye. Yaani asifuatilie sana, achana naye basi, angalie mazingira mengine. Ndio nawashauri hivyo. Bana, nami sina mengi bana. Hotsi wako Santana 23 ngitokea katika Kolila Media. Bana hii ndo kwanza limeanza. Bado tupo sana katika mtaa wa Pugu Kona, au sio bana? Ishara sana mwanangu kameramani, tunaua, tunaingia ndani, tunawasha.